وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم فهمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وذكرنا كل ما نسينا. ثم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين آمين. يقول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Ndugu na darasa, jana tulikomea aya nambari 259 ikiwa ni muendelezo wa Allah, uwezo wake wa kila kitu. Kaelezea nambari 258 kisa cha Ibrahim alipohojiana na Namrud bin Kanaan na nini kilitokea baada ya hapo. 259 tukaelezea kisa cha Uzair alipopita katika mji wa Baitul Maqdis baada ya kubomolewa na Bukhtunassar, na leo kisa pia cha Ibrahim kinachothibitisha uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kila kitu. Nabiyullah Ibrahim alayhi salam alimuomba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala amuoneshe ni namna gani anavyofufua waliokufa. Allah alimuuliza Ibrahim, unafanya hivyo ukiwa na shaka, huamini kwamba nina uwezo huo? Ibrahimu akasema hapana, ile nataka nione vile unavyofanya, moyo wangu uweze kutulizana. Tukio hili Allah amelielezea katika 260 Suratul Baqara, wa idh qala Ibrahimu. Kumbuka pale aliposema Nabiyullah Ibrahim kumwambia Mwenyezi Mungu Mola wake wa haki, Rabbi, ewe Mwenyezi Mungu Mola wangu, arini, nioneshe mimi, kaifa tuhiyil mauta, ni namna gani unavyofufua waliokufa. Swali halikuwa kwenye unao uwezo wa kufanya hivyo, nataka nione ile namna unavyofufua waliokufa. Ibrahim baba wa mitume anamwambia Mwenyezi Mungu Mola wake, Rabbi, ewe Mwenyezi Mungu Mola wangu, arini, nioneshe mimi. Ara yuri, ameonesha, anaonesha. Raa, ameona yeye mwenyewe. Ara, amemuonesha mtu mwingine kitu. Arini, nioneshe mimi, kaifa tuhiyil mauta, ni namna gani unavyofufua wafu, wale waliokufa, wale unawafufua vipi? Hebu nionyeshe. Qal, Allah subhana akasema kumwambia Ibrahimu, awalam tu'min, je, huamini? Huamini kwamba uwezo huo nao? Qala, Ibrahimu akasema kumjibu Mwenyezi Mungu, bala, kwa nini nisiamini? Ninaamini Bwana, lakini nataka hivyo liyatmainna qalbi, ili utulizane moyo wangu. Awalam tu'min, je, huamini? Qala Ibrahimu akasema, bala, kwa nini nisiamini? Naamini kwamba wewe una uwezo wa kila kitu, isipokuwa nataka unioneshe liyatmainna qalbi, upate kutulizana moyo wangu.
Qala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema kumwambia Ibrahim, sasa cha kufanya kama unataka uone namna wafu wanavyofufuliwa, fakhudh arba'atan min at-tayri, chukua aina 4 za ndege. Khudh, chukua, arba'atan min at-tayri, aina 4 za ndege. Wanachuoni wa tafsiri wanasema alikuwa tausi 1, kipanga 2, kunguru 3, pamoja na jogoo 4. Khudh arba'atan min at-tayri, chukua aina 4 za ndege. Akachukua taus, nasr, ghurab pamoja na dik. Tausi, kipanga au mwewe, kunguru pamoja na jogoo. Ukisha kuzichukua aina hizo za 4, fasurhunna ilaika, zikusanye. Chukua aina 4 za ndege, chinja, kata, kisha kusanya. Waondolee uhai wa kuwachinja, wakatekate, halafu kusanya. Sijulikane bawa hili la kunguru wala mguu huu wa kipanga wala ini lile la tausi wala kibawa kile, changanya pamoja. Surhunna dhummahunna ilaika, kusanya aina hizo za 4 za ndege kwako wewe. Ukisha kukusanya ule mseto ule, manyoya nini, changanya vyote. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kwa kuwa aina 4 za ndege, tafuta na milima mingapi? 4. Thumma, kisha, ij'al, weka, ala kulli jabalin minhunna, juu ya kila mlima sehemu ya ndege hao, juz'an, ala kulli jabalin minhunna juz'an, chukua fungu weka juu ya mlima, fungu juu ya mlima. Lakini wakati huo manyoya ya tausi, ya kunguru, ya kipanga na ya jogoo yamechanganyika, miguu ya kunguru, tausi imechanganyika, maini na kadha. Wewe chota tu, kaweke, chota, nenda kaweke. Aina ngapi? 4. Zimewekwa kwenye milima mingapi? 4. Thumma du'uhunna, kisha hapa ulipochinjia pasimama hapa, afu waite kunguru, mwewe, tausi, jogoo, ud'uhunna, waite wote 4. Yatinaka, watakujia wewe, sa'yan, hali ya kuwa wanakwenda mbio. Vitakuja vipande vya kunguru kule na vya huko vinajiunga hapa mbele yako, huyu hivi, alafu utakuwa tayari wapatikana ndege 4 wote mbele yako. Wa idh qala Ibrahimu, kumbuka pale aliposema Ibrahim kumwambia Mwenyezi Mungu Mola wake, Rabbi, ewe Mwenyezi Mungu Mola wangu, arini, nioneshe, kaifa tuhil mauta, ni namna gani unavyofufua wafu, namna gani unavyofufua waliokufa. Swali lilikuwa hivi, inawezekana mtu akaliwa na simba, vipande vikawa kwenye simba na vipande vingine tukachukua tukaenda kuzika, si ndio hivyo inatokea? Kagongwa na gari, vipande vikabaki kwenye matairi ya gari, vingine mtu kakatwa mguu akiwa yuko hai kabisa, halafu akaishi miaka kadhaa kwa akaenda kuzikwa kwao Kisiju, lakini ule mguu ushazikwa zamani, usharudi huko, sijui waliufanyaje, Muhimbili huko, sijui waliufanyaje. Sasa huyu anafufukaje siku ya Kiyama anakuwa mzima? Mbona hiyo kazi ndogo? Kwa viungo vya binadamu vingine vipo kule, vingine viko kule, ndio linakusumbua? Hiyo kazi ndogo. Unataka kujua unafanyaje? Naam. Kwani huamini? Awalam tu'min, je, huamini? Qala Ibrahimu, akasema bala, kwa nini nisiamini? Ninaamini kwamba wewe una uwezo wa kila kitu, lakini nakuuliza liyatma'inna qalbi, walakin liyatma'inna qalbi, lakini nakuuliza ili utulizane moyo wako. Qala, Allah akamwambia Ibrahim,
Kama unataka kulijua hilo, fakhudh arba'atan min at-tayri, chukua aina 4 za ndege. Chukua ndege wa aina 4. So ulikuwa unashangaa vipande vya gari vya mguu vingine vimeng'ang'ania kwenye mpira wa gari, maini mengine yalisagika pale pale, ubongo uliruka kule, halafu baadhi ya mwili tukaenda kuuzika. Sasa tunamfufuaje huyu? Achukua hizi aina 4 utakavyoona wanakusanyika, na hiyo pia inawezekana hiyo. Fasurhunna ilaika, kusanya hizo aina 4 kwako wewe. Chinja tausi, chinja kunguru, chinja kipanga au mwewe, chinja jogoo. Aina ngapi? 4. Kisha toa manyoya ya kusanye pamoja, kata miguu na kadha, kusanye pamoja, changanya. Halafu ukimaliza, thumma ja'al, kisha weka, ala kulli jabalin minhunna, juu ya kila mlima katika hao ndege weka juz'an, sehemu iliyochanganywa. Thumma, ukimaliza hivyo, ukaweke mzinga pale, mwingine kaweke kule njia ya kwenda Mtongani, utafute njia ya Msongola huko kama kuna mlima, mwingine njia huko kaweke, alafu ibaki hapa. Halafu waite, thumma du'uhunna, kisha waite. Ukisha kuwaita, damu hii iliyopo hapa kwako, iliyomwagika hapa, si ndio ulipochinjia, pia haitochanganyika ya kunguru ikaenda kwa mwewe. Yatinaka sa'yan, takujia hali ya kuwa wanakwenda mbio. Kila damu itarudi kwenye nyama yake, na kila nyama itarudi kwenye ngozi yake, na kila ngozi kwenye manyoya yake, na hatimaye ndege wote 4 watakuwa wazima. Hapo Mungu anaonesha uwezo wake wa kila kitu. Kwa swali letu la leo, mtu inakuwaje mnatuambia sio atafufuliwa wakati mtu huyo kashaliwa na simba zamani? Sio aliwe wote na simba, mguu uliwe na simba, alafu mkono ukazikwe, lakini Mungu atavileta vyote kwa pamoja na vitakuwa hai kama alivyomfanyia Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Wa'lam, na elewa Ibrahim, anna Allaha, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu azizun, ni mshindi asiyeshindika, hakimun, na mwenye hikma. Hii inakamilisha kule tulikotoka jana. Wapi? Kuonesha Mwenyezi Mungu uwezo wake juu ya kila jambo. Baada ya hapo tunakuja kwetu sisi, tunahimizana kila siku tutoe, na hata hapa dakika chache zilizopita imamu alikuwa anahimiza watu watoe. Faida ya hili inarudi kwako tena kubwa zaidi kuliko ulichokitoa. Allah anasema, mathalul ladhina, mfano wa watu ambao, yunfikuna amwalahum, wanaotoa mali zao, fi sabilillah, katika kutetea dini ya Mwenyezi Mungu. Mfano wake kamathali habbatin, kama mtu aliyotoa punje moja. Habba, mpunga ile moja ni habba, kunde ile moja ni habba, maharage ile moja ni habba, choroko ile moja ni habba, mtama ile moja ni habba. Punje kamathali habba, mfano wa punje moja. Na tukienda hospitali, habba ni kidonge. Tukienda hospitali, habba inakuwa kidonge. Ile panado ile moja ni habba, na siku nyingi zinakuwa hubub, vidonge. Na huku zile tukienda huku shamba, zikiwa nyingi hubub, maana yake nafaka. Sawa? Kamathali habba, ni kama mfano wa punje moja aliyeipanda mtu, ambatat 7 sanabila, ikaotesha mashuke 7. Ambatat, ikatoa ile punje moja, 7 sanabila, mashuke 7. Halafu fi kulli sumbulatin, katika kila shuke moja, 100 habba, kukawa na nafaka 100, punje 100. Mpunga ukipanda unaota ule, ukiota si unatoa lile dude ambalo linakuja kwenye namba hiyo, afu mule kuna kwa vitawi vinavyojitegemea. Vile vitawi vinavyojitegemea viwe 7, na kila kitawi kimoja itokee punje 100.
Mfano wako wewe ukitoa jambo kwa ajili ya kutetea dini ya Mungu siku